na uwepo taifa lake. Uwepo taifa lake. Hayo ni yanayojiri kati ya Urusi na Ukraine. Tuhitimishe na hili moja la mwisho ambapo ni muendelezo tu wa kile ambacho kilikuwa kikiendelea kati ya Marekani na Irani, ambapo nimeona pia baada ya maandalizi yanayoendelea kwa ajili ya mazungumzo, rais wa Irani anatoa kama angalizo Masoud Pezeshkian ambaye amemwagiza waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi kufanya mazungumzo ya haki na usawa na Marekani. Ni kuelekea kwenye mazungumzo hayo, ambapo rais huyo amesema kupitia mtandao wake wa X kwamba amemwagiza waziri mkuu kufanya mazungumzo hayo kwa kuongozwa na misingi ya utu, busara na uthabiti, lakini kwa kuzingatia mazingira yanayofaa yasiyokuwa na vitisho na matarajio yasiyo na msingi. Mazungumzo yanaendelea kule katikati ya Marekani na Iran. Lakini taarifa kubwa ni kwamba Marekani imeweza kuidungua drone ya Iran katika bahari ya Oman. Yes, hiyo ni taarifa kubwa sana ambayo jana usiku wameweza kuidungua, kwa sababu inataja kwamba Irani katika drone zao za Shahid walikuwa wanafuatilia meli ya Marekani ya mafuta. Kwa hiyo Marekani wameweza kudungua hiyo kamikaze drone, na of course imepelekea tension kubwa sana katika eneo la Guba. Lakini Trump amesema kwamba wamepiga hiyo kamikaze drone, lakini bado mazungumzo yanaendelea. Na jana vile vile Steve Witkoff ameenda Israel kuweza kuzungumza na Netanyahu. Na Netanyahu kwenye meza mazungumzo ameendelea kusisitiza hoja zake za msingi mbili, kwa sababu haya mazungumzo sote tufahamu kwamba ni mazungumzo ambayo yanahusisha ni multilateral diplomacy, yani kuna mataifa mengi. Hii sio bilateral. Sio bilateral kama mataifa mawili. Kuna mataifa mengi ambayo yanahusika. Ndio maana katika mzozo unashangaa kwa mfano anahusisha Saudia, anahusisha Israeli, Uturuki, Qatar, Kuwait. Jana imeona kwa mfano Ayatollah Khamenei amezungumza na Putin katika mzozo ambao unaendelea, kwa sababu ni multilateral, mataifa mengi ina masa katika mzozo. Kwa sasa hoja ambazo amezipresenti Netanyahu ni kwamba anataka Irani iweze kuondoa kabisa uzalishaji wake wa madini ya nyuklia. Ali Shamkhani ndo anaongoza mazungumzo. Huyu ni mwanadiplomasia mwandamizi ambaye anamshauri Ayatollah. Huo mpango ameupinga. Na huyu bwana Mtei, huyu jamaa amekuwa akiwekewa vikwazo mwenyewe. Huyu jamaa ana akili bamno. Huyu Ali Shamkhani. Na hii tujifunze nchi ambazo zinazoendelea. Hao jamaa wametengeneza watu kwenye diplomasia ambao wanaweza kulinda master ya nchi yao. Huyu jamaa Umoja wa Ulaya na Marekani wamewekea vikwazo yeye Ali Shamkhani binafsi. Kwa sababu akikaa kuna meza mazungumzo anavyopresent zile deal. Amekuwa akitetea master ya nchi ya Iran. Kwa hiyo huyo ndo mtu ambaye amekuwa anamshauri Ayatollah. Kunaona kuonyesha kwamba Ayatollah amezungumza na watu smart vile vile ambao wanamshauri kama supreme leader. Ana watu vile vile ambao wamewapanga, au wakina Araghchi, wakina Ali Shamkhani, wakina Masoud Pezeshkian na viongozi mbalimbali. Kwa hiyo hoja ambao amepresent Netanyahu wa Steve Witkoff, kwa sababu Steve Witkoff ndio mwanadiplomasia ambaye anaangalia sera ya mambo ya nje ya Trump. Mtazama kwa amesema kwamba wanataka Irani wasiendeleze mpango wao wa nyuklia, na yale madini ya nyuklia yachukuliwa yaende kuna nchi yoyote ambao wanaiamini wakaribu mpango. Sasa Irani wamesema sisi tunaweza kuzungumza kuhusu nyuklia, lakini sio kuacha kuendeleza. Lakini tutazungumza kuhusu mpango wa nyuklia salama. Sio kuacha. Tutazungumza mpango wa nyuklia salama. Kwamba tutumie nyuklia katika mazingira ya kuzalisha umeme, mtazama kwa ajili ya masuala ya sayansi. Tusiendeleze katika kufikia bomu, kwa sababu sera ya Israeli kuhusu Iran ni kwamba Iran akiwa na bomu la nyuklia itakuwa ni tishio dhidi ya Israeli. Lakini nashangaza Israeli katika Mashariki ya Kati ana nyuklia nyingi tu kitazama. Kwa nini anasema Ali Shamkhani kwamba kwa nini wao wana nyuklia afu sisi wanatukataza tusiendeleze mpango wetu wa nyuklia kutazama. Kwa sasa mazungumzo ndio yamekuwa hivyo, yamekuwa ni makali sana. Lakini habari njema ni kwamba jana vile vile Marekani waliweza kusogea mbali kabisa katika eneo la Guba ya Hormuz. Tazama wametoka. Kwa hiyo kama kuna hiyo ceasefire ambayo kidogo imechukua nafasi. Lakini vile vile ni kwamba huu mzozo kama nilivyosema, Putin vile vile anahusishwa, kwa sababu Putin ni mtu ambaye ana urafiki na Trump, lakini vile vile ana uhusiano mzuri na Iran. Kwa hiyo negotiation lazima mtu ambaye kuna mediator, sasa lazima mtu ambaye tunasema anakuwa ni neutral ground. Yani anakuwa anaaminika katika pande zote,
kati ya upande ambao unahasimiana. Kwa hiyo Ayatollah Khamenei amezungumza na Putin kumueleza hali ambayo inaendelea, lakini vile vile kwamba kuna mataifa mengi ya Ghuba yamekuwa yakijitahidi kuhakikisha kwamba hii vita isifikie katika vita ya kikanda, kwa sababu unafahamu masuala ya kiuchumi, masuala ya kiusalama, harakati za jihadi za Shia kuanzia Palestina, Lebanon, kule Iraq, Afghanistan, Kuwait, Bahrain, Yemen, kote kutaweza kulipuka. Lakini vile vile imetuonyesha kwamba dunia imeingia kwenye siasa zingine za kijiografia za kuweza kutafuta na kudhibiti na kuwa na ushawishi wa maeneo ya kimkakati, kuanzia mfereji wa Panama, kuanzia mfereji wa Hormuz, El Mandeb ukitazama, Cape of Good Hope, Ras Tumaini Njema, na maeneo mengi ambayo yamekuwa kimsingi yamegombaniwa. Kwa hiyo negotiation bado inaendelea, tunasubiri namna gani ama maamuzi yataweza kufikia katika mutual ground, yani katika hali, kwa sababu hoja yako msingi umesema kwamba mazungumzo haya lazima yafikie katika maelewano ya kuheshimiana. Maana ni kwamba kila taifa lazima liweze kulinda maslahi yake. Yes. Sawa bwana, na wewe tuandikie maoni yako kupitia 0683802966 kwa haya ambayo umeyasikia kupitia kwenye Morning Express, habari mbalimbali za Afrika Mashariki, Afrika, lakini pia duniani kwa ujumla. Sisi tupo tutaendelea kuwepo mpaka 3. Tukirudi hapo itakuwa ni muda wa wino mzito. Isikilize live redioni, mitandaoni na kwenye simu yako. Ni East Africa Radio. East Africa Radio. Together.